Na mimi naitwa Al-Ustadh Juma Ngao, Rais wa Baraza Kuu la Ushauri la Waislamu Kenya, KEMNAK. Tukiwa Baraza Kuu la Kitaifa la Shura la Waislamu Kenya, au kwa Kiingereza the Kenya Muslim National Advisory Council, kwa ufupi KEMNAK, tumekusanyika hapa tukiwa na masikitiko makuu kama viongozi wa dini na kama wazee na kama wazazi. Masikitiko makuu kutokana na kitendo kilichofanywa na watoto wetu wa kike waume juzi katika County Assembly of Mombasa, ambapo zaidi ya vijana 100 wanawake na wanaume waliandamana na kwenda kukosa heshima katika bunge la serikali ya kaunti ya Mombasa. Lengo lao kubwa ilikuwa ni kupeleka memorandum au barua kwa bunge hilo kupitia ofisi ya Spika wa Mombasa, wakilalamika na kudai kwamba miswada ya kuangalia maslahi ya vijana ya Mombasa haipitishwi katika bunge la Mombasa. Kulalamika si makosa, sababu ndio demokrasia, ndio kikatiba na hata kidini. Kama unaona utawala kuna jambo halijafanyika, wewe kulalamika na kuikumbusha si makosa. Lakini kuna njia ya kulalamika, kuna nidhamu za kulalamika, kuna utaratibu wa kupeleka barua au memorandum, sio tu kwa serikali ya Mombasa County, kwa kaunti zote 47 na hata kwa wizara, kwa area MP, kwa area MCA, kwa senator, kwa governor, kwa women rep, hata kwa mfalme au rais. Kuna utaratibu au kuna nidhamu ya wewe kama kijana unayeona serikali yako kuna jambo halijafanya, uipeleke kwa utaratibu ambao unakubalika kisheria. Lakini tuliona juzi katika serikali ya jimbo la Mombasa, na vijana wetu wakiongozwa na wanaharakati wale wengine watoka Haki Afrika na mashirika mengine, njia walioitumia haikuwa ya sawa kabisa, kwa sababu kupeleka barua yaweza pelekwa hata na office messenger. Bora upeleke barua yako na iwe received, kwamba the letter was well received and stamped by the authority. Munaweza kwanza watu watatu au a few people from the organizations, 5, 6, hata 10, mkauliza appointment, mkapewa appointment, na mkenda na barua yenu kwa yule kiongozi ambaye mmekusudia kumpa barua hiyo, mkakaribishwa pia na chai na maji, na mkazungumza, kisha baadaye mkaeleza verbally, na baada ya kueleza muka hand over the memo au mukakabidhi the memorandum you have kwa huyo kiongozi ambaye umemdhamiria kumpa barua hiyo, bila matusi, bila kutaka kuvunja milango ya bunge, bila kutaka kukosea heshima viongozi katika sehemu hiyo unapeleka barua, na bila watu kusukumana left right, au na bila hata kulazimisha kikosi cha usalama
cha bunge la Mombasa au popote pale kuingilia kati na kuanza kuvurugana kama watoto wadogo. Kuna mswada unaitwa the Regional Development Authority Laws Repeal Bill ya 2026, which proposes dissolving the Kerio Valley Development Authority KVDA, Lake Basin Development Authority LBDA, Tana and the Earth Rivers Development Authority TARDA, Iwasonyiro South Development Authority, Iwasonyiro North Development Authority, and the Coast Development Authority. Huu mswada umeproposi kuyavunja au kuzivunja parastatal hizi 5 ambazo zilikuwa zinatengeneza miradi ya maendeleo ya kijamii kote nchini Kenya. Lakini sababu ambazo zimewekwa hapa si za msingi. Kama serikali ilipeleka pesa kwa mashirika haya 5 na mashirika haya hayakutekeleza maendeleo husika, suluhisho si kuyafunga, ni kudili na waliofanya ufisadi kotini na kupeleka board members wengine na kuendeleza development katika sehemu mashirika haya yapo. Kama Baraza Kuu la Ushauri nchini Kenya, sisi twasema no. Kwanza, kuifunga CDA, Coast Development Authority, kuifunga CDA ni jambo sisi kama baraza hapa ambapo headquarter ni Pwani tunakataa kikamilifu. We are saying no in capital letter with the red ink, with the opening and closing speech marks. No. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.